Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea faida za vitunguu swaumu. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, ni faida zipi ambazo tutazipata kwa kutumia vitunguu swaumu? Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kwa hiyo leo nitakusogezea faida za vitunguu swaumu. Mara nyingi kimekuwa ni kiungo bora ambacho tumekuwa tukikitumia hapo nyumbani kwenye vyakula. Wengine wamekuwa wapendi kabisa. Sasa kama ukipendi kabisa, basi hakikisha unakitumia kwa sababu kina faida nyingi sana. Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto yoyote ambayo umekuwa ukipitia, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi ukiwa hapo nyumbani bila matata. Faida namba moja ya vitunguu swaumu ni kupunguza shinikizo la damu. Kama una changamoto ya high blood pressure, ina maana una shinikizo la damu la kupanda, basi inaboresha ule mzunguko wa damu. Kwa hiyo kama inaboresha ule mzunguko wa damu, inapunguza upinzani wa mishipa ya damu. Kwa hiyo inapunguza ile changamoto ya pressure ya kupanda. Ila usitumie kama una pressure ya kushuka, kwa sababu inashusha pressure. Kwa hiyo tumia kwa ajili ya kuondoa changamoto ya pressure ya kupanda. Lakini pia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa nini hatari ya magonjwa ya moyo? Kwa sababu inarahisisha, inaboresha ule mzunguko wako wa damu. Kwa hiyo ukiwa na mzunguko bora, mzunguko wa damu, basi itaweza kutoa ile cholesterol mbaya ambayo tunasema LDL na kuzuia uundaji wa zile seli nyeupe za damu, na hivyo inasaidia kuondokana na changamoto ya heart attack, na maana shinikizo la damu ambayo tunasema shambulio la moyo. Kwa hiyo ukiwa unatumia, basi inasaidia kupunguza magonjwa ya moyo. Si moyo umetanuka, moyo umekuaje, moyo una mafuta mengi, basi tumia vitunguu swaumu, vitakusaidia kwa sababu inarahisisha ule mzunguko wa damu. Ni kinga nzuri dhidi ya saratani ambayo tunatumika kama antioxidants kama vile allicin. Kwa hiyo ukitumia hii mara nyingi itasaidia kuua ukuaji wa zile seli za saratani na kuongeza uwezo wa kinga ya mwili. Kwa hiyo kama una saratani yoyote ile, basi tumia vitunguu swaumu, vitakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ina boost kinga, ina maana tunasema kinga ya mwili, immune system, ambayo vitunguu huwa vina mali kubwa sana za kupambana na bakteria, virus, fungus, hivyo ni bora katika kusaidia mfumo wa kinga ya mwili. Mara nyingi tunashambuliwa na magonjwa kadha wa kadha kwa sababu ya kinga ya mwili yetu, kinga ya mwili wetu inakuwa ipo chini. Kwa hiyo kama kinga ya mwili wako ipo chini, basi hakikisha unameza at least punje za vitunguu swaumu, itakusaidia kuondokana na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo utapata mafua, homa, magonjwa na mengine ya njia ya hewa. Kupambana na maambukizi kwa wanawake, kama una changamoto ya fungus, una PID, una UTI, basi tumia meza punje za vitunguu swaumu at least 3 mara 4. Hakikisha hauna pressure ya kushuka, na ukifanya hivyo utaweza kupambana na hayo maambukizi yoyote ya tumbo, ya mkojo na ya ngozi, itakusaidia. Lakini pia husaidia katika afya ya ngozi moja kwa moja. Kwa nini inasaidia katika afya ya ngozi? Kama una chunusi, basi yale maji yake inatumika kama antioxidants ya kuweza kuondokana na zile chunusi. Kwa hiyo kwenye afya ya ngozi, basi ni tiba moja nzuri wapo ambayo unatakiwa kutumia katika kuondokana na hiyo changamoto ukiwa hapo nyumbani. Inasaidia katika kupunguza uzito. Kwa nini kupunguza uzito? Kwa sababu inarahisisha au inaimarisha mfumo wa metabolism. Na maana mfumo wa metabolism ukiweza kwenda sawa kama inavyotakiwa, basi utaweza kupunguza uzito. Unachotakiwa ni kupata lishe bora na mazoezi. Lakini pia kuboresha afya ya ini. Kwa wale ambao wana changamoto ya ini, basi inatumika ile kusafisha ini na kuondoa takataka zote ambazo zipo kwenye upande wa ini. Kwa hiyo ni nzuri kama una changamoto yetu ya ini. Lakini kupambana na uvimbe, kama una uvimbe au una vivimbe vyovyote, basi inakusaidia. Kwa sababu gani inasaidia vivimbe? Kama una vimbe, basi unaponda yale maji unapakaa kwenye vile vivimbe. Lakini pia inasaidia kupunguza hatari ya kisukari.
kama una changamoto ya kisukari, basi inaboresha matumizi ya insulini katika mwili wake. Kwa hiyo kama katika mwili wako. Kwa hiyo matumizi ya insulini yakiweza kuboreshwa, basi ni njia mojawapo ya kuondokana na changamoto ya kisukari. Lakini pia ni nzuri kwa afya ya mapafu. Changamoto zozote za magonjwa yanayotokana na mfumo wa hewa, mara kikohozi, mara mafua, homa, basi ni nzuri sana. Utaitumia kwa sababu ni antibacteria na antifungus kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Je, tuambie hapo chini wewe umepata faida gani kwa kutumia vitunguu saumu? Tunasema sharing is caring. Kwa hiyo ukituambia basi utakuwa umeweza kuwasaidia watu wengine. Wakiendelea kuona comments, basi wataweza kujifunza ya zaidi na namna ya kutumia vitunguu saumu na namna ya kutibu magonjwa kwa kutumia vitunguu saumu. Karibu na Mungu akubariki.